Wamemkuta ndugu yetu mpendwa Dr. Samia mpole, mnyenyekevu, msikivu. Ikiwa Samia mwenye nyodo, mwenye kiburi, mwenye kejeri, muuaji, mwaga damu kwa kiwango hiki alichomwaga damu za Watanganyika, ndiye anaitwa mnyenyekevu, mpole, msikivu, na kwenye maeneo mengine anaitwa mwenye upendo. Hii kauli ya huyu mwanamama, narudia kwa mara hii unielewe vizuri, hii kauli ya kumsema Samia ni mwenye upendo, ni mnyenyekevu, ni msikivu, inatoa tafsiri tulio kwenye reserve. Yani sisi wengine ni wabaya kuliko Samia, kwa sababu ukisikia huyu anasema anahitaji dakika moja tu kuwamaliza wanaodai haki ya Tundu Lissu, kwamba naonewa, kwamba wataweka maandamano. Yeye anahitaji dakika moja tu asiwepo atakayedai haki ya kuonewa. Basi hiyo lugha jua ina tafsiri ya kwamba walio reserve, yani wachezaji wa akiba ambao hawajawa kwenye uongozi wa mbele kwenye chama cha mashetani, ni wabaya kuliko nao waona mbele. Anyway, sikiza tena hapa na kurudia, maana nimeshawasikia eti wanasema wao wanataka kufanya maandamano kwa ajili ya kumtoa Tundu Lissu. Unajua unaweza ukawa mjinga kwenda kurudi sio mjinga tena. Mimi nasema nchi hii mimi ningekabidhiwa hata dakika moja tu. Yaani angenikabidhi Mama Samia asema kaa hapa dakika moja, sijui kama wale watu wangekuwepo. Sisi moyo wamemkuta ndugu yetu mpendwa Dr. Samia mpole, mnyenyekevu, msikivu. Ni kujulisha moja ya kisa ambacho kinaweza siendani na hiki ninachokisema lakini niwahi ku experience. Nilipomuoa tu mke wangu, niwahi kuona maono fulani ambayo ilionekana kwamba kulikuwa na kikao fulani cha majini na mashetani ambayo yalikuwa yanatafuta kumdhuru mke wangu, lakini pengine ilionekana yuko mikononi mwa mtu ambaye niko fire. Sasa wakati fulani nilipata neema ya kuona maono na kukiona kile kikao kilivyokuwa kikijadili na kikiwashambulia wale ambao wameonekana njia zao, taktiki zao zimeshindwa kunidhuru mimi au kumdhuru mke wangu. Ilionekana kuzimu unapanda cheo, unaonekana wa maana ikiwa utafanikiwa kudhuru, kuharibu, kuua. Hii ndiyo ambayo inaonekana ndani ya chama cha mashetani alimaarufu CCM, ikiwa kauli ya Mary Chatanda ambayo ndio lugha ambayo kwa sehemu kubwa inazungumzwa. Kina Mwiguru, kina Kenan Kiongozi na karibu bungeni, wanakoita bungeni, bunge la mchongo, bunge la mashetani. Basi unaisikia hiyo lugha, mama yetu msikivu, mama yetu mwenye upendo, mama yetu mnyenyekevu, mama yetu mpole. Sikuwahi kuielewa hiyo lugha ilikuwa na maana gani, sikuwahi kuielewa. Nimeielewa na nimetaka niwashirikishe watu vya kutosha kwamba kumbe ile lugha ina maana ya kwamba Samia ndio mpole wa mwisho. Yaani Samia hivyo alivyoua, anavyoua Watanganyika hivyo, huyo ndio level ya, yani ndio mpole wa mwisho CCM tuliosalia.
wote ambao hamjatuona, wote mnaona tunasoma tumaandiko, wote mnaona wakati mwingine tunawaletea wacheza mpira kina Drogba, tuliosalia, msiombe. Na mimi niwajulishe Watanganyika, iwe maneno haya yatanikuta niko hai au siko hai, naomba niwajulishe unabii mgumu sana. Tanzania, Tanganyika ni nchi itakayotapakaa damu. Hii statement sitaki kuifafanua, ila nawajulisha ni unabii. Tanganyika ni nchi itatapakaa, itakuja kutapakaa damu, kwa sababu ya hizi lugha. Hizi lugha ukikuta wanalopokwa, ujue mijadala yao mikubwa. Biblia inasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Mijadala yao mikubwa kwa sehemu kubwa ni kubadilishana uwezo wa nani kaua kwa sura zipi, wangapi, wengine wajifunze. Sasa haya hamtaelewa na mimi nadhani ndo uzuri. Sasa mmeshanidhuru kiasi kwamba hakuna mnachoweza kunitisha. Mkitisha kuniua, nadhani mtakuwa ndo namaliza kazi na pumzika baada ya madhara, maumivu makubwa yaliyo kwenye mwili wangu. Lakini nawajulisha Watanganyika, wa Tanzania, CCM ina akiba, ina reserve ya roho mbaya na ukatili. Kipande cha roho mbaya na ukatili ulioonekana Tanganyika ni huenda hata 1% haijafika. Samia hivyo ni mpole, ni mnyenyekevu, ni msikivu, ana upendo. Hivyo haya maneno hawatanii, ninayatoa kwenye kikao cha juu kabisa cha kuzimu, ambako ndiko wanakaa ma-CCM. Na wajulisha moja ya kitu, CCM hii miezi miwili mitatu, kama Watanganyika mtakuwa mnasubiri kama mlivyokuwa mnasubiri 2025. Mimi niliwaambia tangu 2021, nikasema CCM isipoondoka, tusipoona sababu ya kwamba isiwe kwenye mamlaka chini ya 2025, kabla ya 2025, kitakachofuata baada ya 2025 ni kiama. Niliongea hilo, na sasa hivi inawezekana mtakutana na viumbe watakaosoma tumaandiko na kuonyesha huruma. Pasipotokea msukosuko wa kuiangusha CCM au busara yao wenyewe waone inatosha kumwaga damu, msitegemee wakati wowote CCM atakuja kuruhusu mfumo wa haki kwenye nchi ya Tanzania. Na kwa kadri wasivyoruhusu mfumo wa haki, ndivyo dhuluma ya uhai itakuwa juu sana. Na wakati hasha wa kitakachokuwa kikiitwa uchaguzi, si mkifike 2030, mutawaona hawa ambao wanapita mitaani na kusoma tumaandiko, mtawaona watakavyosimamia wao wenyewe ukatili. Tunzeni maneno yangu haya. Mimi ndio nabii na mhubiri pekee ambaye nilijitenga na unabii wa 2025, kwamba unabii ambao manabii wote wanaanza kutabiri 2025 nani anaweza kuwa rais. Yani Mungu anayeweka watawala
atatumia njia ya kura tu ya Mungu, kura ambayo kura yenyewe ni mfumo wa wanadamu uliowekwa kwa ajili ya hila. Mimi sikuhusika na unabii wowote wa nani anaenda kuwa rais 2025. Sikuhusika kwa sababu nilikuwa najua huo unabii wa kuchongwa, wa kununuliwa, wa kufuata upepo, wa kucheza na upepo. Unaona kitu kanakaonekana kama kanawezekana, na wewe ndo unataka uwekepo kaalama hapo ili watu na wewe uje upitie upepo huo kwamba mimi ni nabii. Mimi sikuhusika. Na hapa naambia tena, hakuna nafuu yoyote mbele ya Watanganyika kama hakutatokea aidha busara ya CCM wenyewe au misukosuko ya sisi ambao ndugu zetu wamechinjwa, wameuawa kwa njia mbalimbali. Mbele tuendako Tanzania, kijumlisha damu zilizomwagika, Tanzania itajaa damu. Karibu kila mahali utakapokanyaga au macho yako yatakapoona, yataona damu. Niamini ni mimi. CCM na nyie muweze kujua hamjashinda kwa namna mlivyoua. Hamjawa salama na hamtakuwa salama. Acha nimalizie hapa. Acha nimalizie hivi. Ila kubwa, nimepata maana ya kumbe mnaposema Samia mpole, Samia msikivu, Samia mnyenyekevu, kumbe maana yenu ni hiyo. Kumbe maana yenu ni tuliosalia wengine wote ni makatili, tuna roho mbaya kuliko hayo mnayolalamikia. Kumbe anyway, hakuna shida, mlitabiriwa. Fanyeni hayo ambayo mnaona ndio mtaridhisha nafsi zenu. Tumeyapokea. Mimi nimechinja wanangu, chinja wanangu, chinja mamangu, chinja binti yangu Sifa, mmechinja Maria Martha, mmechinja wengi wa karibu yangu, mmewachinja. Kama ni kunidhuru, kunikomoa, mimi hapana. Mwe mnajisifu kabisa. Jana mmoja alisema damu zako za watu kama wewe mbarikiwa zinanyweka sana. Nikasema hapana, kwa kweli mwe mnajisifia sana. Na za kwetu Mungu akiruhusu mkazinywa, jisifieni sana, lakini hamjashinda, hamtashinda. Damu ni nzito kuliko cheo. Damu ni nzito kuliko uhai wako na wa watoto wako kwa ajili ya kumwaga damu za watu wengine wasio na hatia, ili wewe uishi ama wewe upate kiajira, kicheo, kiposho au fedha kwa namna yoyote. Asante kwa kunisikiliza.